Mheshimiwa Spika, nirejee katika vyanzo vyetu vya nishati ya umeme. Katika taarifa na hotuba ambayo Naibu Waziri Mkuu ameitoa, vyanzo vyetu vinaendelea kuwa maji yanatoa asilimia karibia 70, alafu na gesi ya asilia kama 25 hivi, lakini umeme wa jua ni 0.1 pekee. Sasa tutakapokuwa na viwanda vingi na shughuli nyingi za uchumi zimechachamaa hapa nchini, gigawati 4 haiwezi kuwa ni umeme tutakaojivunia sana. Na hii inatupelekea kwamba lazima tuone kwamba sekta hii ni sekta ambayo ni dynamic, itahitaji kuongeza vyanzo vingi sana vya umeme. Na kwa sababu umeme wetu mwingi asilimia 70 unatokana na maji, lazima kama serikali tuweze kuona kwamba kuna kihatarishi cha mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo katika mipango yetu kila wakati kama Wizara ya Nishati lazima tuliangalie kwamba umeme wetu mwingi unatokana na maji, na maji ni jambo ambalo linaweza likaathirika haraka sana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Na kwa jinsi hiyo, mradi wetu wa LNG ni mradi mkubwa. Tungeomba sana yale majadiliano baina ya serikali na kampuni za nje yaweze kukamilika kwa wakati. Na kwa sababu ni mradi mkubwa wa kimkakati, na kwa sababu pia utahusisha kusainiana mikataba, tujifunze kutoka uzoefu wa nyuma, maslahi ya taifa yazingatiwe sana katika mradi huu mkubwa wa LNG. Na ikiwezekana, Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu akatuambia hata angalau kwa kionjo lini tutarajie kukamilika kwa mradi huu mkubwa wa LNG. Lakini pia Mheshimiwa Spika, mradi wa CNG ni mradi mzuri. Wale ambao tunatumia Uber kule mjini Dar es Salaam, mtu wa Uber anakuambia akiweka gesi yake pale ya 15,000 anasafiri mwendo mrefu kweli, miezi inakatika. Sasa tungeomba mradi huu wa CNG, Mheshimiwa Spika, uongeze vituo katika hii njia kuu ya Dar es Salaam hadi Dodoma na Mwanza. Kuwe na vituo vya kutosha ili watu wengi waweze kuwa na hakika ya kwamba nikifunga gesi kwenye gari langu, basi nikifika kule Dodoma au Mwanza nina sababu ya kutoathirika nikarudi tena kwa chanzo kingine. Sasa Mheshimiwa Spika, way forward, wapi tuelekee? Wenzetu wa Kenya ambao tuko nao katika bonde la Ufa, uwezo wao wa kuzalisha joto ardhi ni megawati 890. Sisi potential yetu kama taifa ni megawati 650. Ningetamani kwamba tuendelee kuweka fedha nyingi huko ili tafiti zinazoendelea zikamilike, ili hiki nacho kiweze kuwa chanzo ambacho kitakuwa kina boost pale mabadiliko ya tabia nchi yanapokuja. Tunajua tunaweza tukaenda upande wa pili wa joto ardhi. Lakini pia Mheshimiwa Spika, dunia imeanza kupinga matumizi ya makaa ya mawe kama chanzo cha nishati. Ninaomba tusiache, wakati bado nafasi hii ipo, na yenyewe kiwe ni chanzo ambacho tunaweza tukakitumia. Lakini pia Mheshimiwa Spika, katika literature Singida na Makambako ni mahali ambapo upepo wake unaweza kuzalisha umeme. Ningetamani katika hotuba zijazo za Wizara ya Nishati tuwe tunakumbuka chanzo hiki, hata kama kwa sasa hatukitengei fedha. Lisiwe ni jambo ambalo litaondoka katika mipango yetu, kwa sababu spidi ya upepo tayari ipo, inajulikana. Ni swala la kuweka turbines na kupata namna nyingine ya kupata njia ya